Mwanzoni mwa karne ya 20, bara la Ulaya lilikuwa limegawanyika katika mataifa yenye nguvu yaliyokuwa yakishindana kwa mambo mengi. Kulikuwa na ushindani wa kutafuta makoloni, kujenga majeshi makubwa na kuongeza ushawishi wa kisiasa. Mataifa mengi yaliamini kwamba kuwa na jeshi kubwa kulikuwa njia ya kulinda heshima na maslahi yao. Katika kipindi hicho, Ulaya ilikuwa imegawanyika katika miungano miwili mikubwa ya kijeshi. Muungano wa kwanza uliitwa Triple Alliance ulioundwa na Ujerumani, Austro-Hungaria na Italia. Na muungano wa pili ulikuwa ukiitwa Triple Entente uliokuwa umeundwa na Uingereza, Ufaransa na Urusi. Miungano hii ilimaanisha kwamba taifa moja likishambuliwa, washirika wake wangeingilia kati ili kuweza kusaidia. Tarehe 20 Juni mwaka 1914, mrithi wa kiti cha enzi cha Austro-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand alitembelea mji wa Sarajevo. Wakati wa zara hiyo, yeye na mke wake waliuawa kwa kupigwa risasi na Gavrilo Princip, mwanachama wa kundi la wanaharakati wa Kiserbia. Mauaji hayo hayakuwa kichocheo cha vita, lakini hayakuwa sababu pekee. Mvutano ulikuwa umejengeka kwa miaka mingi. Baada ya tukio hilo, Austro-Hungaria ililaumu Serbia kwa kuhusika na mauaji hayo na ilitaka Serbia ikubali masharti makali. Serbia ilikubali baadhi ya masharti, lakini ilikataa mengine. Austro-Hungaria iliamua kutangaza vita dhidi ya Serbia tarehe 28 Julai mwaka 1914. Hapo ndipo mfumo wa miungano ilipoanza kufanya kazi. Urusi iliingia kusaidia Serbia. Ujerumani, ikiwa mshirika wa Austro-Hungaria, ilitangaza vita vya Urusi tarehe 1 Agosti mwaka 1914. Siku mbili baadaye, Ujerumani ilitangaza vita dhidi ya Ufaransa. Ili kushambulia Ufaransa kwa haraka, Ujerumani ulifuata mfumo wa kijeshi ulioitwa Scharfen Plan. Mpango huo ulipendekeza jeshi la Ujerumani lipitie nchini Ubelgiji, taifa ambalo lilikuwa halishiriki vita. Uvamizi wa Ubelgiji ulifanya Uingereza iingie vitani tarehe 4 Agosti mwaka 1914, kwa kuwa Uingereza ilikuwa imeahidi kuilinda Ubelgiji katika swala lake la uhuru. Ndani ya wiki chache tu, vita vilivyokuwa vimeanza kati ya Austro-Hungaria na Serbia vilikuwa vimegeuka kuwa vita vikubwa vilivyohusisha karibu mataifa yote makubwa ya Ulaya. Ujerumani haikuanza kwa kufanya mauaji ya Franz Ferdinand, lakini ilikuwa mshirika mkuu wa Austro-Hungaria na iliipa serikali hiyo uungaji mkono mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Wanahistoria wengi wanaeleza kwamba uongozi wa Ujerumani uliipa Austro-Hungaria kile kilichoitwa blank check, yaani ahadi kwamba ingeungwa mkono bila kujali hatua ambayo Austro-Hungaria ingeichukua dhidi ya Serbia. Baada ya vita kuanza, Ujerumani ilipigana katika pande mbili, upande wa magharibi dhidi ya Ufaransa na baadaye Uingereza upande wa mashariki dhidi ya Urusi. Vita vilidumu kwa miaka minne. Mamilioni ya wanajeshi walipigana kwenye mitaro, hali iliyosababisha mapigano kuwa ya muda mrefu na vifo vingi. Mwaka 1917, United States iliingilia vita upande wa Uingereza, Ufaransa na washirika wao. Kuingilia kwa Marekani kuliongeza nguvu kubwa kwa upande huo. Hatimaye mwaka 1918, jeshi la Ujerumani lilianza kushindwa kutokana na uchovu wa vita, uhaba wa chakula na kuwasili kwa majeshi mapya kutoka Marekani. Serikali ya Ujerumani iliomba kusitisha mapigano tarehe 11 Novemba mwaka 1918. Vita vikamalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Baada ya vita, Ujerumani ilazimishwa kusaini Treaty of Versailles mwaka 1919. Mkataba huo uliitaka Ujerumani kubali lawama kwa vita, ilipe fidia kubwa, ipunguze jeshi lake na ikabidhi baadhi ya maeneo yake. Masharti hayo yaliwaacha Wajerumani wengi wakiwa na hasira na fedheha. Hisia hizo za hasira na kukata tamaa ndizo zilizotumiwa baadaye na Adolf Hitler katika hotuba zake. Aliwaahidi Wajerumani kwamba angefuta mkataba wa Versailles, angeijenga upya Ujerumani na kurudisha heshima yake. Ahadi hizo zilichangia kwa kiasi kikubwa kupanda kwake kisiasa katika miaka 1920 mpaka mwaka 1930. Tarehe 20 Aprili mwaka 1884 alizaliwa Adolf Hitler katika mji wa Braunau am Inn ulioko katika mipaka ya Austria na Ujerumani. Wakati huo eneo hilo lilikuwa sehemu ya dola ya Austro-Hungaria. Wazazi wake walikuwa wafuatao. Baba yake alikuwa ni Alois Hitler na mama yake alikuwa ni Clara Hitler.
Baba yake alikuwa ni mfanyakazi wa serikali katika dola ya forodha na mama yake alikuwa ni mama wa nyumbani mwenye upendo kwa watoto wake. Hitler alikuwa ni mtoto wa 4 wa Clara aliyekuwa mama yake, lakini ndugu zake wengi walifariki wakiwa wadogo kutokana na magonjwa mbalimbali. Miongoni mwa waliokuwa watu wazima alikuwa ni dada yake aliyekuwa akiitwa Paulo Hitler. Familia ya Adolf Hitler ilihama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kutokana na kazi za baba yake za kiserikali. Waliishi katika maeneo mbalimbali ya Austria na waliishi katika maeneo ya Ujerumani. Baba yake alikuwa mtu mkali sana na alikuwa anataka nidhamu hasa kwa watoto wake kufuata mfumo aliokuwa nao wa kiserikali. Mama yake Clara alikuwa ni mpole na alimpenda sana Adolf. Wanahistoria wengi wanaeleza kwamba Hitler alikuwa karibu sana na mama yake kuliko mtu yoyote yule. Adolf Hitler alianza shule akiwa na uwezo mzuri darasani. Walimu wake waliona alikuwa na kipaji cha akili na kipaji cha kuchora. Kadri alivyokuwa, alianza kutokuipenda shule kabisa kwa sababu kulikuwa na mgongano kati yake yeye pamoja na baba yake. Baba yake alitaka Adolf Hitler awe mtumishi wa serikali, lakini Adolf Hitler alikuwa anataka kuishi katika sanaa na ndoto zake za uchoraji. Baba yake alipofariki mwaka 1903, Hitler aliamini angeweza kufuata ndoto yake ya sanaa, lakini mwaka 1907 walihamia Vienna akiwa na matumaini ya kujiunga na chuo cha Vienna. Aliomba kujiunga kwa mara ya kwanza lakini walimkataa. Aliomba tena mwaka uliofuata, alikataliwa. Wakaguzi wa chuo waliona alikuwa na uwezo mkubwa wa kuchora majengo, lakini hakufikia kiwango alichokuwa wakikitaka wao cha uchoraji. Kukataliwa huku kulimuumiza sana na kubadilisha mwelekeo wa maisha yake. Baada ya mama yake kufariki mwaka huo huo 1907 kwa saratani ya matiti, Adolf Hitler alibaki peke yake. Miaka kadhaa aliishi Vienna akiwa maskini. Alilala kwenye nyumba za kuhifadhia wasio na makazi. Aliuza michoro na picha za majengo ili kupata fedha za chakula. Mara nyingi alikuwa hana makazi ya kudumu. Adolf Hitler alizaliwa katika familia ya kanisa Katoliki la Roma. Alibatizwa akiwa mtoto na alipokea mafundisho ya kanisa Katoliki kama watoto wengine wa Austria wakati huo. Alipokuwa mdogo aliwahi kuhudhuria misa kanisani na aliwahi kuimba kwaya ya kanisa katika kipindi cha utoto wake. Hata hivyo, alipokuwa mtu mzima, uhusiano wake na dini ulikuwa mgumu na wenye utata. Wanahistoria wengi wanaona kwamba hakuwahi kujitangaza kuwa hana dini. Mara nyingi alitumia lugha ya kidini katika hotuba zake ili kupata uungwaji mkono mwingi kutoka kwa wananchi. Kwa faragha, baadhi ya ushahidi kutoka kwa watu waliomfahamu unaonyesha kuwa alikuwa mkosoaji wa baadhi ya mafundisho ya kanisa na alitaka serikali yake iwe na ushawishi mkubwa kuliko taasisi za kidini. Kwa hiyo, ingawa alibatizwa na kukulia katika kanisa Katoliki, si rahisi kusema aliendelea kuishi kama Mkatoliki mwaminifu. Katika maisha yake, mtazamo wake kuhusu dini uliendelea kubadilika kadri alivyoingia kwenye siasa. Baada ya miaka kadhaa ya maisha ya umaskini mjini Vienna, Adolf Hitler alihamia Munich mwaka 1913. Kwa nini alihamia Munich? Kwa sababu alikuwa akijiona kuwa sehemu ya taifa la Ujerumani kuliko Austria. Alivutiwa sana na taifa la Kijerumani na alitaka kuanza maisha mapya baada ya kushindwa kuzitimiza ndoto zake za kuwa msanii. Mwaka 1914, vita vya kwanza vya dunia vilipoanza, Adolf Hitler alijitolea kujiunga na jeshi la Ujerumani. Alifanya kazi kama mjumbe wa kubeba ujumbe, dispatch runner, kati ya vikosi vya mbele. Hii ilikuwa ni moja kati ya kazi hatari sana ambayo ilikuwa ikiwahusisha watu hawa kupita katika maeneo yaliyokuwa yanashambuliwa kwa kiasi kikubwa ili kuweza kupeleka maagizo katika vikosi vya mbele. Kwa ujasiri wake alifanikiwa na Wajerumani walimtunuku medali iliyokuwa ikiitwa Iron Cross pamoja na First Class. Tuzo hizo haikutolewa kwa urahisi kwa askari aliyekuwa katika cheo chake. Mwaka 1918 Ujerumani ilishindwa vita. Hitler alikuwa hospitalini akitibiwa baada ya kuathiriwa na gesi ya sumu. Wakati aliposikia habari za kushindwa kwa nchi yake, alishtuka sana na tukio hilo. Baadaye alianza kuamini kwamba jeshi la Ujerumani alikushindwa vitani moja kwa moja, bali lilisalitiwa kutokana na migogoro ya kisiasa ndani ya nchi.
Wanahistoria wanaeleza kwamba wazo hili lilichangia sana msimamo wake baadaye wa kisiasa. Baada ya vita, Hitler aliendelea kufanya kazi kwa muda ndani ya jeshi. Mwaka 1919 alitumwa kufuatilia mikutano ya chama kidogo kilichokuwa kikiitwa German Worker Party DAP, lakini baada ya kukichunguza tu alivutiwa na mawazo ya chama hicho. Baada ya kutoa hotuba moja iliwavutia watu wengi waliokuwa wamehudhuria katika chama hicho. Viongozi wa chama hicho walimkaribisha kujiunga, ndipo akaanza safari yake ya kisiasa. Hitler alikuwa na uwezo mkubwa kwa sababu alikuwa anaweza kuzungumza mbele ya watu, kushawishi watu na kutumia hisia za wananchi waliokuwa wamekata tamaa baada ya vita. Kadri muda ulivyopita, watu wengi walianza kuhudhuria mikutano yake. Mwaka 1920 chama hiki walikibadilisha jina kuwa National Society German Worker Party, ndicho kilichokuja kujulikana baadaye kama chama cha Nazi. Hitler alianza kutumia alama ya swastika katika nembo ya chama. Ni muhimu kufahamu kwamba alama hiyo ilikuwepo katika tamaduni mbalimbali duniani kwa maelfu ya miaka kabla ya Nazi, lakini baada ya utawala wa Hitler ilihusishwa sana na chama chake na leo ni ishara inayotambulika kwa historia ya utawala wa Nazi. Mwaka 1923 Hitler alijaribu kuipindua serikali ya Bavaria kwa nguvu katika tukio lilojulikana kama Beer-Hall-Putsch. Jaribio hili lilishindwa. Alikamatwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 5, ingawa alitumika takriban miezi 9 tu. Akiwa gerezani aliandika kitabu kilichojulikana kama Mein Kampf, mapambano yangu. Katika kitabu hicho alieleza mtazamo wake kuhusu siasa, utaifa wa Kijerumani, chuki yake dhidi ya Wayahudi, mpango wake wa kuijenga upya Ujerumani. Kitabu hicho ndicho kikawa msingi wa sera zake na utawala wake hapo baadaye. Baada ya kutoka gerezani mwaka 1924, Adolf Hitler alibadilisha mbinu yake ya kufikia madaraka. Alitambua kwamba jaribio la kutumia nguvu kuipindua serikali lilikuwa limeshindwa, hivyo akaamua kutumia njia ya kisiasa. Alianza kujenga upya chama cha Nazi kwa utaratibu mkubwa, akifungua matawi katika maeneo mbalimbali ya Ujerumani na kuendesha ushawishi mkubwa kwa wananchi kupitia mikutano mikubwa na hotuba zenye hisia kali. Katika kipindi hicho Ujerumani ilikuwa imeanza kupata unafuu kidogo kiuchumi, lakini mwaka 1929 dunia ilikumbwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi ulioanzia Marekani na kuenea katika maeneo ya Ulaya, Great Economic Depression. Maelfu ya viwanda vilifungwa, mamilioni ya Wajerumani walipoteza ajira na watu wengi walipoteza imani na serikali iliyokuwa madarakani. Hitler alitumia hali hiyo kama fursa. Katika hotuba zake aliwaahidi Wajerumani kwamba angefufua uchumi wa mataifa, angeondoa ukosefu wa ajira, angepatilisha mkataba wa Versailles uliokuwa umeizalilisha Ujerumani na kuifanya kuwa nchi kubwa. Kauli zake ziliwavutia watu wengi waliokuwa wamekata tamaa. Kadri uchaguzi ulivyoendelea kufanyika, chama cha Nazi kiliongeza viti bungeni. Kufikia mwaka 1932 kilikuwa chama chenye wabunge wengi kuliko vyama vingine katika nchi ya Ujerumani, ingawa hakikuwa na wingi wa kutosha wa kuunda serikali yake peke yake. Tarehe 20 Januari mwaka 1933, Rais wa Ujerumani Paul von Hindenburg alimchagua Adolf Hitler kuwa kansela wa Ujerumani. Wanasiasa wengi wakati huo walidhani kwamba angemdhibiti kwa kuwa alikuwa sehemu ya serikali ya muungano. Hawakutambua kwamba Adolf Hitler alikuwa na mpango wa kuchukua mamlaka yote ya nchi. Mwezi mmoja baadaye, jengo la bunge la Ujerumani liliteketea kwa moto. Serikali ya Hitler ilitangaza kuwa tukio hilo lilikuwa sehemu ya njama ya wapinzani wa serikali, hasa wa komunisti. Tukio hilo lilimpa nafasi ya kumshawishi rais kutangaza hali ya hatari nchini. Haki nyingi za kiraia zilisimamishwa, magazeti ya upinzani yakafungwa na maelfu ya wapinzani wakakamatwa. Mwezi Machi mwaka 1933 bunge lilipitisha sheria iliyojulikana kama Enabling Act. Sheria hii ilimpa Adolf Hitler mamlaka ya kutunga sheria bila idhini ya bunge. Hatua hiyo ndiyo iliyoashiria mwisho wa demokrasia ya Ujerumani na mwanzo wa utawala wa kiimla. Baada ya kupata mamlaka hayo, Hitler alianza kuvifuta vyama vingine vya kisiasa. Chama cha Nazi kikawa chama pekee kilichoruhusiwa kufanya shughuli za kisiasa nchini. Viongozi wa vyama vya upinzani walikamatwa, wengine walikimbia nchi na wengine walipelekwa katika kambi za wafungwa. Ili kuhakikisha hakuna aliyempinga, Hitler aliamrisha vyombo vya dola. Aliunda polisi wa asili walioitwa Gestapo, waliokuwa na jukumu la kuwatafuta na kuwakamata watu wote waliotuhumiwa kumpinga.
Wakati huo kikosi cha ulinzi cha SS kilipanuliwa na kuwa moja ya taasisi zenye nguvu zaidi katika utawala wa Nazi. Mwaka 1934 Rais Hindenburg alipofariki dunia, Hitler hakutangaza uchaguzi wa rais kufanyika katika nchi ya Ujerumani. Badala yake aliunganisha uongozi wake wa kansela na nafasi ya urais na kujitangaza kuwa rais au kiongozi mkuu wa Ujerumani. Kuanzia hapo jeshi lote la Ujerumani liliapishwa kumtii kwa lazima. Ndani ya miaka michache tu Hitler alikuwa amebadilisha Ujerumani kutoka utawala wa kidemokrasia na kuwa dola ya kiimla, ambapo maamuzi yote yaliamriwa na mtu mmoja. Serikali ilidhibiti elimu, vyombo vya habari, mahakama, uchumi na maisha ya kila mtu kwa kila siku. Watoto walifundishwa kumtii Hitler na propaganda ziliendelea kila mahali ili kujenga taswira ya kuwa yeye ndiye mkombozi wa taifa. Baada ya kuimarisha mamlaka yake ndani ya Ujerumani, Hitler alianza kutekeleza mpango wake wa kupanua mipaka ya nchi kwa kutumia nguvu za kijeshi. Hatua hizi ndizo zilizoongeza mvutano barani Ulaya na hatimaye kupelekea vita vya pili vya dunia vilivyotokea mwaka 1939. Katika hotuba zake, Hitler alidai kwamba Wayahudi walikuwa wameisaliti Ujerumani wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Alisisitiza kuwa jeshi la Ujerumani halikushindwa vitani, bali lilisalitiwa na watu waliokuwa ndani ya nchi, akiwataja Wajerumani kuwa sehemu ya usaliti huo. Hata hivyo, wanahistoria wa kisasa wanaeleza kuwa dai hilo halikuwa na ushahidi uliokamilika. Lilikuwa propaganda iliyotumiwa kuwafanya wananchi kumwamini na kuelekeza hasira zao katika kundi fulani. Hitler pia aliwaeleza wananchi kwamba Wayahudi walikuwa na ushawishi mkubwa katika benki, biashara na uchumi katika taifa la Ulaya. Alidai kwamba walikuwa wakijitajirisha huku wananchi wengine wakiteseka. Ingawa aliyasema haya, hakuna ushahidi wowote wa kihistoria unaothibitisha kwamba Wayahudi waliwahi kudhibiti uchumi wa dunia kama Hitler alivyodai. Kadri alivyoendelea kujenga chama chake cha Nazi, Hitler alianza kueneza nadharia ya ubaguzi wa rangi, huku akidai kuwa Wayahudi walikuwa tishio kwa ustawi wa taifa. Lakini madai hayo hayakujulikana kuwa na msingi wa kisayansi wala kihistoria. Yalikuwa sehemu za itikadi ya ubaguzi iliyotumiwa kuhalalisha mateso dhidi ya Wayahudi. Baada ya kupata madaraka mwaka 1933, Hitler kubaki kwenye maneno peke yake. Serikali yake ilianza kutunga sheria zilizowanyang'anya Wayahudi haki zao za msingi. Waliondolewa katika nafasi nyingi za kazi serikalini, walizuiliwa kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na baadaye walinyang'anywa uraia wao kupitia sheria za Nuremberg za mwaka 1935. Hatua hizi ziliambatana na propaganda kali kupitia magazeti, redio, elimu, ambapo Wayahudi walionyeshwa kama maadui wa taifa la Ujerumani. Kadri vita vya pili vya dunia vilivyoendelea, silaha hizo za ubaguzi ziligeuka kuwa mpango wa mauaji ya halaiki uliojulikana kama Holocaust. Mamilioni ya Wayahudi waliokamatwa, walifukuzwa makwao, walipelekwa kwenye mageto na kambi za mateso, na takriban Wayahudi milioni 6 waliuawa. Tukio hili linabaki kuwa moja ya uhalifu mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya wanadamu. Kwa hiyo chuki ya Adolf Hitler dhidi ya Wayahudi haikutokana na ushahidi wa kihistoria uliothibitishwa, bali ilijengwa juu ya propaganda, ubaguzi wa rangi na madai ambayo yalituhumiwa kuwashawishi Wajerumani wengi kuunga mkono katika kipindi cha mgongano mkubwa wa taifa lao. Kwa hiyo chuki ya Adolf Hitler dhidi ya Wayahudi haitokani na ushahidi wa kihistoria uliothibitishwa, bali ilijengwa juu ya propaganda, ubaguzi wa rangi na madai ambayo yalitumiwa kuwashawishi Wajerumani wengi kuunga mkono katika kipindi cha mgogoro mkubwa wa taifa lao. Baada ya Adolf Hitler kujitangaza kuwa Führer, kiongozi mkuu, mwaka 1934, alianza kutekeleza mpango wake wa kuifanya Ujerumani iwe taifa lenye nguvu kuliko mataifa yote ya Ulaya. Aliamini kwamba mkataba wa Versailles mwaka 1919 uliidhalilisha Ujerumani na kuinyang'anya maeneo yake na kuipunguzia jeshi na kuilazimisha kulipa fidia kubwa baada ya vita vya kwanza vya dunia. Kwa sababu hiyo, aliahidi kwamba angeuvunja mkataba huo na kuijenga upya nchi yake. Kwa asili, Hitler alianza kuongeza ukubwa wa jeshi la Ujerumani, akatengeneza silaha mpya na kuanzisha jeshi la anga lenye nguvu. Hatua hizi ziligeuka na kukiuka mkataba wa Versailles, lakini mataifa makubwa ya Ulaya hayakuchukua hatua kali mwanzoni kwa sababu wengi walikuwa bado wanakumbuka madhara ya vita vya kwanza vya dunia.
na walitaka kuepuka vita vingine visijitokeze. Mwaka 1936 Hitler alituma wanajeshi katika eneo la Rhineland ambalo kwa makubaliano ya kimataifa lilipaswa kubaki bila jeshi. Hakukuwa na upinzani wa kijeshi kutoka Ufaransa wala Uingereza, jambo lililompa Adolf Hitler ujasiri zaidi. Mwaka 1938 Ujerumani iliunganishwa na Austria katika tukio lilojulikana kama Anschluss. Baada ya hapo Hitler alidai kwamba alitaka kuunganisha maeneo mengine makubwa yaliyokuwa na watu wengi zaidi. Katika mkutano wa Munich mwaka 1938, Uingereza na Ufaransa zilikubali kumpa eneo la Sudetenland kwa matumaini kwamba angeridhika na kuacha kuipanua mipaka yake. Sera hii ilijulikana kama appeasement, yani kumridhisha kiongozi ili kuacha kupigana vita. Hata hivyo, miezi michache baadaye Hitler alivunja ahadi yake na kutaka kuchukua maeneo makubwa yaliyobaki. Hatua hiyo iliwafanya viongozi wa Ulaya kutambua kwamba lengo lake lilikuwa sio kurekebisha mipaka tu, bali kupanua utawala wa Ujerumani. Baada ya hapo, macho yake yalielekezwa kule nchini Poland. Hitler alidai kwamba eneo la Danzig katika njia ya kuelekea Prussia Mashariki vilipaswa kurudishwa kwa Wajerumani. Serikali ya Poland ilikataa madai hayo. Asubuhi ya tarehe 1 Septemba mwaka 1939, majeshi ya Ujerumani yalivamia Poland kwa mashambulizi ya haraka waliotumia nzige, mizinga na askari kwa pamoja. Mbinu hii ilitambulika zamani kuwa vita vya radi kwa sababu mashambulizi yake yalikuwa ya kasi na yenye nguvu kubwa. Uingereza na Ufaransa ambazo zilikuwa zimeahidi kuilinda Poland zilimpa Hitler muda wa kuondoa majeshi yake. Alikataa kufanya hivyo. Tarehe 3 Septemba mwaka 1939 mataifa hayo mawili yalitangaza vita dhidi ya Ujerumani. Ndipo vita vya pili vya dunia vikaanza rasmi. Katika miaka iliyofuata, Ujerumani iliendelea kuvamia mataifa mengi ya Ulaya, ikiwepo Denmark, Norway, Ubelgiji, Uholanzi, Luxembourg pamoja na Ufaransa. Ndani ya muda mfupi, sehemu kubwa ya bara la Ulaya ilikuwa chini ya utawala na ushawishi wa Nazi. Hitler aliamini kwamba Ujerumani ilikuwa na haki ya kupata eneo kubwa zaidi la kuishi, hasa upande wa mashariki mwa Ulaya. Wazo hili lilikuwa mojawapo ya sababu zilizochochea uvamizi wake dhidi ya mataifa mengine na kufanya vita hiyo kuwa mojawapo ya vita vikubwa na vya kuharibu zaidi katika historia ya wanadamu. Mwanzoni mwa vita mafanikio ya Hitler yalionekana makubwa. Hata hivyo, baadaye hali ilibadilika kutokana na vita dhidi ya Umoja wa Kisoviet. Miaka ya mwanzo ya vita vya pili vya dunia, Ujerumani ilipata ushindi mkubwa na nguvu kubwa, lakini hali ilianza kubadilika mwaka 1941 baada ya Adolf Hitler kufanya maamuzi kadhaa ya kijeshi ambayo baadaye yaligeuka kuwa makosa makubwa na kuangusha utawala wake. Moja ya maamuzi makubwa zaidi yalikuwa kuvunja makubaliano yake na Umoja wa Kisoviet na kuanzisha uvamizi mkubwa tarehe 22 Juni mwaka 1941 uliokuwa ukiitwa Operation Barbarossa. Hitler aliamini kwamba angeweza kuishinda Soviet Union haraka, lakini jeshi la Ujerumani lilikutana na upinzani mkali, umbali mkubwa wa eneo hilo na majira makali ya baridi ambayo yalikuwa magumu kwa wanajeshi wake. Vita dhidi ya Soviet Union viligeuka kuwa moja ya maeneo makubwa zaidi katika mapambano ndani ya historia. Kushindwa kwa Ujerumani katika vita vya Stalingrad mwaka 1942 mpaka mwaka 1943 kulikuwa pigo kubwa kwa Hitler. Jeshi kubwa la Ujerumani lilizungukwa na kulazimishwa kujisalimisha. Kuanzia hapo, nguvu za kijeshi za Nazi zilianza kupungua. Wakati huo huo, tarehe 7 Disemba 1941, Japani ilishambulia kambi za kijeshi za Marekani. Baada ya tukio hilo, Marekani iliingia rasmi katika vita vya pili vya dunia. Kujiunga kwa Marekani kuliongeza nguvu kubwa za kijeshi na kiuchumi upande wa mataifa yaliyokuwa yakiipinga Ujerumani. Kadiri vita vilivyoendelea, majeshi ya Uingereza, Marekani na washiriki wengine yalianza kurudisha maeneo yaliyokuwa yamechukuliwa na Ujerumani. Mwaka 1944, washiriki hao walifanya uvamizi mkubwa katika eneo la Normandy nchini Ufaransa tarehe 6 Juni. Mwaka 1945, Ujerumani ilikuwa imezungukwa pande zote. Majeshi ya Soviet yalikuwa yakikabili Berlin kutoka mashariki, wakati majeshi ya Marekani na washirika wake yalikuwa yakisonga katika magharibi. Hitler alikataa kukubali kushindwa.
aliendelea kutoa maagizo ya kijeshi kutoka katika maeneo yake chini ya ardhi yaliyokuwekwa huko Berlin. Wakati huo mji wa Berlin ulikuwa umeharibiwa vibaya na jeshi la Ujerumani lilikuwa karibu kuanguka kabisa. Katika siku zake za mwisho, Hitler alitambua kwamba ndoto yake ya kujenga dola kubwa ya Ujerumani ilikuwa imekwisha. Tarehe 29 Aprili mwaka 1945 aliamua kufunga ndoa na mpenzi wake aliyekuwa akijulikana kwa jina la Eva Braun. Siku iliyofuata tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 1945, Adolf Hitler alijiua ndani ya makao yake ya siri akiwa na umri wa miaka 56. Eva Braun naye alikufa siku hiyo hiyo. Kwa sababu kubwa iliyotolewa na wanahistoria ni kwamba Adolf Hitler kutaka kukamatwa na majeshi ya Soviet yaliyokuwa yameingia nchini Berlin. Baada ya kifo chake, mabaki yake yalichomwa moto kwa mujibu wa maagizo yake. Wanajeshi wa Soviet walipofika katika eneo la tukio, walipata mabaki yaliyokuwa yameungua, na baadaye uthibitisho mbalimbali uliunga mkono kwamba Adolf Hitler alikuwa amekufa. Siku chache baadaye, tarehe 8 mwezi wa Mei mwaka 1945, Ujerumani ilisalimisha vita rasmi barani Ulaya. Siku hiyo ilijulikana kama V-Day. Adolf Hitler aliacha historia yenye giza kubwa. Utawala wake ulisababisha vita vya pili vya dunia, vita vilivyoweza kuua watu zaidi ya milioni 70 duniani kote. Na utawala wa Nazi ulisababisha Holocaust, ambapo takribani Wayahudi milioni 6 waliuawa pamoja na mamilioni ya watu wengine waliuawa pamoja na Nazi. Historia ya Adolf Hitler inaonyesha jinsi propaganda, ubaguzi, matumizi mabaya ya mamlaka na siasa za chuki zinavyoweza kusababisha madhara makubwa kwa jamii nzima. Kutoka kwa kijana aliyekuwa na ndoto ya kuwa msanii, Hitler alikuja kuwa mmoja kati ya viongozi wakubwa wenye ushawishi mkubwa duniani na kuacha madhara makubwa katika historia ya dunia.